Bila shaka wewe ni mgeni kwenye huu mtaa wetu. Pole dadangu. Pole? Pole ya nini? Unajua ni bora ukawa na mwanaume anayekuchiti lakini ana pesa. Ana hela, ana gari, ana muonekano safi kabisa. Lakini kuliko kuwa na mwanaume alafu pesa hana, muonekano hana. Ujue kwenye huu mtaa wetu dadangu, sidhani kama kuna mwanamke ambaye angekubali kuolewa na mume wako. Au inaweza kuwa kifungio, kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo, huwezi tambua, huwezi kuelewa. Yaani kiufupi mume wako ni kiwembe. Ni hatari. Leo yupo na yule, leo yupo na huyu, kesho yupo na huyu, hapa tunamfahamu sisi. Yaani hapo dada, nakupa pole kwa sababu umeingia kwenye chaka la siafu. Hivi watu wa mtaa huu mbona ni wambea sana? Mimi ndoa yangu ndio kwanza changa na mume wangu. Tayari mmeshaanza kuniletea maneno. Alafu mimi nilijua umbea ni kwa wanawake tu. Kumbe mpaka wanaume. Unajua mimi sio mbea. Unajua ni bora mtu kamwambia ukweli kuliko akija kupata matatizo baadaye aseme watu wote wa mtaa huu wabaya. Mimi nimejitolea kuwa mwema kwako. Nakuonea huruma dada kwa sababu mwanamke mrembo kama wewe, mzuri kama hivi ulivyo umeumbika, huyo mmeo asije akakuletea maradhi. So usisi kama nakutaka. Nisikutaki. Nakuonea huruma dadangu kwa sababu yani mmeo hili swala la kuoa na kuacha, kuoa na kuacha ndio tabia yake. Na kingine pia ambacho unatakiwa ukifahamu. Wewe hapo ulipo kwake ni mwanamke wa 7. Au inaweza kuwa kifungio, kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo, huwezi tambua. Ndoa, 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 ndoa. Nani ametulia? Nani anajutia kwenye ndoa? Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako yani mume wako kama hajaanza kulala nje, atakuwa anakufichia makucha tu. Kwa sababu wewe ndo kwanza upo mchanga kwenye ndoa. Yani kakuwa juzi tu ndo maana nakufichia. Ila ni swala la muda. Yani mume wako hatari. Nakudokezea unako mume wako hatari. Kama nilivyokuambia, mume wako ana wanawake wengi sana. Yani hizi kesi za kulala nje ya ndoa hata kwa wanawake wake wale 7 waliopita, yani ndo ulikuwa ugomvi wake mkubwa. Wamemwacha kwa sababu hiyo. Alafu kingine, yani mume wako ana wanawake wengi mpaka sisi wanaume wenzie tunaona aibu kwa mambo anayoyafanya. Sidhani kama ni mzima kiafya. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Maneno aliyozungumza yule kijana yana ukweli ndani yake. Mbona pale mwanzo nilimuona kama ni mnafiki?
lakini naona kabisa ni maneno ambayo yana ukweli. Kwa maana mume wangu mpaka sasa hivi hayupo nyumbani. Na simu yake napiga haipatikani pia. Mungu wangu. Kwa nini mimi? Kwa nini Mwenyezi Mungu aliniingiza katika maisha ya huyu mwanaume? Kiukweli najikuta naichukia ndoa. Wenzangu wanapata wanaume walio bora, lakini mimi napata bora mwanaume. Kwa hadithi niliyopatiwa na yule kijana, nimejikuta inaniumiza sana. Naona sijafanya chaguo sahihi katika mume bora wa kunioa mimi. Ndoa, 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 ndoa. Shemeji, rafiki yako hajarudi nyumbani tangu jana. Nimelala peke yangu. Inanipa wasiwasi. Ukizingatia nikimpigia simu yake haipatikani. Sasa sijajua una taarifa yoyote? Kwanza nikupe pole sana shemeji. Lakini jana nilikuwa naye mpaka nyakati za usiku hivi. Akanambia kwamba kuna kazi fulani anaifuatilia. Lakini baada ya hapo sijawasiliana naye, kwa sina taarifa yote inayomhusu yeye kwamba yuko wapi. Sijajua chochote kiukweli shemeji. Na alivyokuambia kuna kazi anafuatilia, alikwambia ni kazi gani labda? Mimi kwa kifupi tu ananiambia kwamba kazi anaifuatilia ni kazi ambayo ina hela, yani kama mkiipata yani inaweza kufanya maisha yake akaenda vizuri na kwako pia. So unajua tena maisha yenyewe sasa hivi hayaeleweki haya. Kwa hiyo shemeji, kuwa na amani, wala usiwe na wasiwasi hata kidogo. Kwa sababu rafiki yangu ni mtu ambaye anayekupenda sana wewe. Na usije ukamwazia ubaya wowote ule. Inawezekana hata uko kazini kwake labda kuna tatizo limemkuta huko alipoenda kutafuta kibarua. Kwa cha msingi hapa mimi na wewe tuanze harakati za kumtafuta. Yaani wewe mtafute huko na mimi mtafute huko. Kitakachoendelea baina yetu, ukipata taarifa yote utanijulisha. Na mimi nikipata taarifa yote pia nitakujulisha. Sawa shemeji. Mimi nimekuelewa. Basi tutawasiliana itakavyokuwa. Sawa. Alo? Bila shaka Kai yupo hapo kwako. Hebu mpatie simu kwanza nizungumze naye. Hebu acha habari za kubisha wewe. Hii ni emergency. Kwa mpatie simu niongee naye sasa hivi. Nisikilize kwa makini. Mimi Kai ni ndugu yangu, ni rafiki yangu kipenzi. Namjua vizuri. Hana popote pa kwenda. Ni kwako wewe tu. Hebu mpatie simu bwana. Au mpaka kiharibike sasa. Atasha, vipi bro? Kai. Naomba nisikize kwa makini ndugu yangu. Tafadhali, naomba usitishe kuuza hiyo mechi. Kwa sababu tayari viongozi wameshajua kwamba wewe unataka kuuza mechi. Na nikwambie tu ndugu yangu kwa kifupi. Kwa akagundua katikati yao kuna msaliti, na msaliti huyo ni wewe. Kwa hiyo ndugu yangu, unatakiwa kusitisha zoezi lako la kuuza mechi haraka iwezekanavyo. Itakutokea puani. Ndugu yangu vipi? Mbona sikuelewi? Unamaanisha nini kusema hivyo?
Babu, mbona kwa kama mshamba, unaelewi kitu gani sasa hapo? Kaka, kila kitu ambacho mimi nimekisema hapo Shemeji. Shemeji, ina maana mpaka wewe unanisaliti? Mimi nikusaliti wewe shemeji yangu? Shemeji tafadhali bwana. Mimi nawezaje nikakusaliti wakati unajua namna gani ambayo mimi nakupenda na kukubali shemeji? Mimi nakusaliti vipi shemeji? Walipi? Huyo uliokuwa unaongea naye nani kama sio Kai? Shemeji jaribu kuwa serious. Sasa mimi Kai naweza vipi nikaongea naye shemeji? Wakati wewe mwenyewe umeniambia kwamba Kai unampigia simu hapatikani. Sasa mimi nawezaje nikampata nikazungumza naye? Huyu ni rafiki yangu. Anachezea huko katika timu ya wanawake ya mpira. Kwa hiyo nilikuwa nampa tu baadhi ya mambo fulani hivi siri, unajua mambo ya mpira. Mimi hapana, sipo naongea na Kai shemeji. Shemeji, kwa mazungumzo niliyokuwa nayasikia ni dhahiri kabisa ulikuwa unaongea na mume wangu. Shemeji hapana, sio kweli. Mimi sikuwa naongea na Kai. Kai hapatikani, nitaongea naye vipi? Familia. Oya babu, vipi? Mbona kama unanichoresha hivi? Hamna bwana, mimi sikuchoreshi bwana. Kuna mtu tu hapa alikuwa aamini kitu gani ambacho nazungumza na wewe. Unazingua bana. Kwa ndo hivyo ndugu yangu, usije ukauza mechi, utajulikana. Mwambie asiuze mechi. Zawadi. Baby. Zawadi. Usikia? Shemeji. Nani ametulia? Nani anajutia kwenye ndoa? Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe Kipenzi changu. Hakikisha magaga yote yanaisha sawa. Usijali kuhusu hilo. Si unanijua mimi tena ndo mambo yangu. Eka hapa mguu wako baba. Taratibu usije kaumia. Naona sasa. Eka hapa baba. Taratibu usije kaumia. Kayo wangu, chibaba wangu, utamu wangu. Yaani hili ni trailer tu Kai. Picha kamili linakuja. Kaa kwa kutulia. Sasa baby, kama hili ni trailer tu, sijajua ile picha lenyewe itakuwaje sasa. Wewe mtoto utanioa, mtoto fundi wewe. Kama una ulimbo vile. Mimi fundi Kai. Ila nashangaa sijui hata kitu gani kilichokufanya uoe mapema. Mnao wanawake ambao hawajafunzwa, hawajaingia mkoleni. Njoeni kwetu sisi hapa, tuwaonyeshe mambo, mahaba. Haya, nikuulize, wewe mara ya mwisho lini kusuguliwa mguu na mkeo? Usimongolee mbuzi bwana, utaniambia starehe yangu. Unanitekenya bwana baby. Bana. Pole basi jamani, kama unamchua mtu. Ila shuga yangu, mimi dada ananikera. Yaani kila siku anakaza kubadilisha wanaume. Kesho yule kule, kesho yule kule. Kesho kutwa Juma, kesho kutwa Shabani. Mimi kiukweli ananikera sana. Shoga yangu, mimi nahisi wewe akukili. Na hivi kodi yake inakaribia kuisha. Basi anabadilisha mabwana kama mboga. Leo kamleta mwembamba, kesho mweusi, kesho kibonge, kesho kutwa na kitambi. Mimi ananikera. Hapo shoga yangu, wewe akukili. Nimesikia huyu wa leo ni mume wa mtu. Tena natamani ningemjua mke wake. Ningemtafuta kokote aliko. Nimwambie tu aje kufumania. Shoga yangu, ukiachana na yote, kinachoniuma zaidi, anapiga makelele kama anachinjwa. Unasikia Nikajua mimi shoga yangu. Mimi nikahisi labda uko chumbani kwake uoga anakatwa mguu.
Maana sio kwa zile kelele, anajua bana sauti yule binti jambazi mwizi. Unakuta sambana nyanya anapiga makelele. Kwa sauti usisikie. Ambani ziko anapiga makelele sasa. Wana kiba 100 shoga. Nashangaa nini wewe? Za saizi. Salama. Nani ametulia? Nani anajutia kwenye ndoa? Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni ila haiwezekani, maana tayari washafunga. Inaweza kuwa kifulio, kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo, huwezi tambua.